Matumizi ya teknolojia na akili unde katika nyanja ya usalama na afya kazini ni nyenzo muhimu, hivyo haina budi kutumiwa kwa usahihi pamoja na kuweka mbele usalama wa wafanyakazi na haki za binadamu ili kupunguza hatari za moja kwa moja kwa wafanyakazi hapa nchini. Hayo yamesemwa leo Aprili 23, 2025 na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Ridhiwani Kikwete wakati akizungumza na waandishi wa habari Dodoma kuhusu maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Usalama na Afya mahali pa kazi yanayotarajiwa kufanyika Aprili 28 mwaka huu katika viwanja vya Mandewa mkoani Singida, ambapo waziri huyo atakuwa mgeni rasmi. Pamoja na faida ya matumizi ya akili mnemba, bado kuna changamoto kadhaa zinazoweza kujitokeza wakati wa matumizi ya mashine zinazotumia akili mnemba. Baadhi ya changamoto hizo ni kama vile mashine na roboti kuchukua nafasi za wafanyakazi kumesababisha hofu na ukosefu wa kazi, hasa kwa kazi zinazohitaji ujuzi mkubwa. Matumizi ya teknolojia ambayo bado hayajaeleweka vizuri kwa wafanyakazi inaweza kusababisha tatizo la kisaikolojia ikitokea hitilafu ya kimtandao au mfumo. Shughuli nyingi zinaweza kuathirika na mfumo wa kidigitali unaweza kuvamiwa na taarifa za wafanyakazi au kampuni kuvuja. Ndugu waandishi wa habari, ni vizuri pia kutambua kuwa matumizi ya akili mnemba na teknolojia hayamaanishi kupoteza kwa ajira zote, bali yanaleta mabadiliko katika aina za ajira. Matumizi ya teknolojia hayo yanaleta ongezeko la mahitaji ya wataalamu wa teknolojia, mafundi wa mitambo ya kisasa na wasimamizi wa taarifa na mifumo ya akili mnemba. Hata hivyo, hii inahitaji mipango ya mafunzo na kujenga uwezo mpya kwa wafanyakazi wa sasa na wa baadaye. Waziri Kikwete ameongeza kuwa pia kuandaa na kutoa tuzo ya kuyatambua maeneo ya kazi yanayotekelezwa vyema sheria namba 5 ya usalama na afya mahala pa kazi. Tuzo hizo zitatolewa kwa maeneo ya kazi ambayo yatatekeleza vyema masuala ya usalama na afya mahala pa kazi. Pia tutakuwa na kliniki ya uchunguzi wa afya za wafanyakazi kwa magonjwa yasiyoambukizwa kama vile kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo pamoja na magonjwa yanayotokana na kazi, afya ya akili, magonjwa ya kina mama kama saratani, lakini pia ugonjwa wa macho. Hivyo nitumie fursa hii kuwaalika wananchi wote wa mkoa wa Singida na mikoa jirani kutumia fursa hii kuja kukutana na wataalamu mbalimbali wa magonjwa hayo ili pia waweze kupata huduma zile ambazo zitakuwa zinapatikana katika eneo hilo. Lakini pia kuhamasisha wafanyakazi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini kujumuika katika siku ya kilele ili kutafakari juu ya hali ya usalama mahala pa kazi pamoja na kuwakumbusha wafanyakazi walioumia ama kupoteza maisha wakiwa wanatekeleza majukumu yao. Ndugu waandishi wa habari, katika nyanja ya usalama mahala pa kazi, teknolojia imepunguza hatari za moja kwa moja kwa wafanyakazi, lakini imeongeza vihatarishi vipya. Kwa vile uchovu wa akili, matatizo ya macho, matatizo ya kiafya yanayohusiana na kukaa kwa muda mrefu, nayo ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kuangaliwa kwa hitaji. Tunataka tuhakikishe kuwa matumizi ya teknolojia hizi yanaambatana na kuwalinda wafanyakazi hao. Akizungumzia baadhi ya shughuli zitakazofanyika katika maonyesho hayo, Kikwete amesema, napoelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya Siku ya Usalama na Afya mahala pa kazi tarehe 28 Aprili mwaka huu, serikali kwa kushirikiana na wadau wetu wa utatu tunaendesha kampeni maalum ya kuhamasisha kupitia shughuli mbalimbali. Mafunzo ya usalama wa afya miongoni mwa makundi mbalimbali yakiwemo wajasiriamali wadogo, watu wenye ulemavu na watu wenye ulemavu. Kampeni hii tumekuwa tukifanya kwa lengo la kuwafikia makundi yote, hususa maeneo au makundi ambayo bado mwamko wa masuala ya usalama mahala pa kazi yapo chini kidogo. Maonyesho ya usalama na afya mahala pa kazi ambayo yanawakutanisha wamiliki au wasimamizi wa sehemu za kazi na wadau wengine ili kutoa elimu kwa umma na kubadilishana uzoefu miongoni mwao juu ya masuala ya usalama na afya mahala pa kazi. Maonyesho haya yanatarajia kufanyika kwenye viwanja vya maonyesho vya Mandewa, Singida. Ndugu waandishi wa habari, pia tutakuwa na bonanza la michezo mbalimbali kwa washiriki wa maonyesho na wananchi kwa jumla.
Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa OSHA Bi Khadija Mwenda amezungumzia umuhimu wa waajiri kujisajili. Kuna njia gani za kuhakikisha kwamba wafanyakazi katika hilo eneo hawapati athari hizo? Hiyo ndio essence ya kusajili. Tukutambue, tukufikie, tukukague, tukushauri namna gani ya kulinda ule uwekezaji, lakini namna gani ya kulinda ile nguvu kazi ambayo inafanya kazi katika hilo eneo. Kwa hiyo hilo ndio swala ambalo linahusu kujisajili, na kujisajili ni eneo lolote lile ambalo lina mwajiri. Yaani eneo lolote la kazi ambalo kuna mfanyakazi na kuna mwajiri, lazima ile eneo lisajiliwe. Na lile eneo lisiposajiliwa ni kosa kisheria. Sheria namba 5 ya mwaka 2003, vifungu vyake vyote 110, usipotekeleza hata kimoja ni kosa la jinai. Kwa hiyo kuna adhabu kama alivyosema Mheshimiwa Waziri kwamba tunapokwenda kukagua tukakuta kwamba hujasajili eneo lako la kazi, kuna adhabu ya papo kwa papo. Lakini ukiwa wewe ni mkaidi, maana yake tunakupeleka mahakamani. Tutakupeleka mahakamani, lakini tunachotangulia zaidi ni kukupa elimu ya umuhimu wa kujisajili. John Israel, Banda Media, Dodoma.